Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Kuhitajika utoe ushahidi wa kitu. Kuvumilia mengi ila leo unaweza kusema jambo linalokutesa. Kujiandaa kwa jambo. Kuhisi hali ya uzito kutekeleza kitu. Utaambiwa kitu kitakachogusa hisia zako. Mtu atakuwa mwenye maneno mengi kila akuonapo. Hasira zako kwa mtu zitakuwa zenye kuonekana. Wengi kukuamini na kukumbukia maneno yako. Utakuwa mwepesi wa kulia na kujihisi maumivu makali. Utajiwekea viapo vingi. Nyota ya mashuke. Kujihisi hasira, hofu na vitu vingi akilini. Utajiepusha kwa mtu. Utahisi kitu ambacho wengi pia wanakihisi. Ujumbe mmoja kuwatumia watu wengi. Utakuwa na majukumu mengi hata ukipunguza. Utaangalia jumbe za mtu mara kwa mara. Utamfikiria sana mtu. Kutabasamu au kufurahi utakapopata habari njema. Kupata kichomi. Nyota ya mbuzi. Kuhisi mtu ana mambo yanayomchanganya. Kuonekana haujiamini kutokana na hofu uliyokuwa nayo. Mauzi ya mtu yanafanya upate njia nyingine ya kuweka mambo sawa. Utapata ujumbe wenye kukuelimisha. Kusahau kitu ulipokiweka. Utatamani ufanye maamuzi mabaya kwa mtu. Kuhisi kudanganywa. Suala la upendo litakutatiza kwa mtu. Kuogofya kufanya dhambi. Utafanyia kazi jambo uliloambiwa. Nyota ya mshale. Mambo mengi kukukabili. Utazungumza jambo lililokuwa na shida kutatulika. Utapata uwazi wa mambo mengi. Kugundua uwezo wa mtu au kipaji chake. Kuhisi mtu anajua unachotaka kufanya. Kuiua fitna ya mtu. Yaani kupambana nayo na kuishinda. Kumsubiri mtu au kitu kwa muda mrefu. Kuacha kusononeka. Nyota ya punda. Kufahamu vingi vinavyomhusu mtu. Kumpa mtu tahadhari. Kujishtukia kwa ulichokiongea. Kuyafanyia kazi mambo uliyoyapanga. Kuupata ukweli uliouhitaji. Kuzidisha kutoa pesa katika manunuzi au kitu chochote. Kumkumbuka mtu sana. Hata ukiacha kumwazia, taswira yake inakujia. Utapenda namna ya mtu anavyojituma. Utasifiwa kwa ujasiri au lolote. Harufu kali ya kitu itakusababishia mafua. Kazi yako itatambulika. Sanaa yako kukua. Kuahidiwa vingi. Makubaliano kuwepo. Na mtu kurudisha upendo kwako. Nyota ya simba. Kutofautiana na mtu katika kazi. Kupata maono ya kitu. Kuhisi hali ya muwasho wa ngozi. Utakuwa katika hali ya utulivu. Kujihisi amani. Utapokea taarifa njema kutoka kwa mpendwa wako au mtu wa karibu. Kufanya mazungumzo ya siri na mtu. Utajibidiisha kutekeleza mambo muhimu. Utajishtukia kumwambia mtu jambo. Utahisi mtu anakuuliza maswali ya kukuchunguza. Utapatanishwa na mtu uliyetofautiana naye. Kuhisi mwenza wako amebadilika. Utatamani mtu ajishushe na akuombe radhi. Nyota ya mapacha. Kuhisi hali ya kushindwa kwa kukipata unachokitamani. Kuacha ubishi baada ya kueleweshwa kitu au kujua kitu. Kuhisi kusalitiwa. Utajihangaikia matatizo yako binafsi. Utachukizwa na tabia ya mtu. Kuhisi kitu kukutambalia. Hutohitaji kumjadili mtu fulani. Kuikumbukia pesa yako. Kujutia kuwa mbali na mtu. Kuhisi unajilazimisha kumpenda mtu. Ikiwa moyo wako haujamridhia. Kupata uchambuzi mzuri wa kitu. Kuloa jasho sana.
Ni hali ya sumu ya maradhi kutoka. Mtu ataonesha chuki ya wazi kwako. Ubaya unaofanyiwa itakuwa ni njia ya wewe kujipambania zaidi, kwa kuona hakuna msaada uliopo karibu yako. Mtu atakutamkia maneno yatakayokuvunja moyo au kukukatisha tamaa. Nyota ya Ndoo. Utajulishwa jambo, kupona jeraha, kulihangaikia tatizo la muda mrefu. Utakerwa na tabia ya mtu yenye kujisifu. Utauona umuhimu wa mtu uliyetengana naye. Utairekebisha tabia mbaya ya mtoto. Kuona mambo yamebadilika. Kusinzia kazini. Kukasirikiwa na mtu. Utatamani kumwelezea mtu ukweli ili ajue chanzo ni kipi. Ndoo. Upo wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuzungumza. Huwezi kumzuia mtu kukufanyia husda. Ila unachoweza ni kubadilisha mfumo au mwenendo wako wa maisha. Jiepushe na visababishi vibaya kwako. Zidisha uchamungu. Kuwa makini na maadui waliokuzunguka kwa tabasamu. Jiandae kupokea msaada kutoka sehemu usiyoitarajia. Nyota ya Mizani. Kupenda kumwangalia mtu sana kwa anachokifanya. Kupitia maumivu sehemu za faragha. Kuacha kujumuika na watu fulani. Kutafuta njia au namna ya kujiondosha katika tatizo fulani. Kupata utulivu unapoongea na mtu. Mtu atahitaji umtembelee au uwe mgeni wake. Kuishiwa maji mwilini mara kwa mara. Kuhisi kujaribiwa tena. Kupata mshahara au pesa uliyokuwa unahitaji. Kumpenda mtu sana. Utatamani umzidi mtu kimafanikio fulani. Kuiwazia harusi au ndoa. Utakuwa na hali ya mabishano na mapatano kuwepo. Nyota ya Kaa. Kupata hali ya aibu. Utafanya mawasiliano na mtu kwa hisia. Utayajua mengi yanayomsibu mtu wako wa karibu. Utahisi unajadiliwa au kuzungumziwa na watu tofauti. Baadhi ya watu watahitaji kujifananisha na wewe au kutaka kuwa kama wewe. Kujiona ni wa kipekee. Utakuwa mwenye upinzani na mtu. Hatua zako wengi huzitamani katika maisha, bila kujua nini unachopitia ndani yako. Unadhifu na hekima vinalinda vingi kwako. Taarifa ya ufaulu, kukubaliwa au kupokelewa itakufikia. Baadhi yenu kujihisi hasira na ghadhabu kwa kujua ukweli. Siku ya leo kuna taarifa itakufikia. Nyota ya Nge. Kupitia hali ya maumivu ya ndani kwa ndani. Kutamani kumlipizia mtu kisasi. Kumtolea mtu maneno makali. Utakuwa mgumu kumsamehe mtu. Utaushuhudia usaliti wa mpenzi wako. Mtu ataonesha hali ya kukupinga au kukubishia kitu. Kuhisi kutengwa au kutopewa ushirikiano. Nyota ya Samaki. Kumwona mtu kwenye maigizo ikiwa unamfahamu vizuri. Utapenda mtu anavyojitoa kwako kwa wema. Utazijua chuki za mtu sehemu yako ya utafutaji wa riziki. Utajiuliza mengi katika hali unazozipitia na kuona kwa nini ni wewe tu. Utakuwa katika tahadhari na mtu au watu waliokuzunguka. Utakuwa na maelewano na mtu. Kukumbushiwa jambo ulilolisahau. Kuahidiwa kiasi cha pesa. Pia unaweza kupatiwa kiasi cha pesa leo. Kuhisi hali ya msisimko unapokuwa sehemu fulani. Utajitathmini na kutamani kumfanyia wema anayekufanyia wema. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.